kutia nia. Ninapenda kufahamu ni wapi unakwenda kutia nia yako na ni kwa nini umeamua kufanya hivyo kwa kipindi hiki. Kwa jina naitwa Rafaeli Mbonea Mrutu na nimechukua fomu ya udiwani kama inavyoonekana kwenye kata ya Njoro. Na sababu za kufanya mimi nichukue fomu kwa ajili ya kutia nia ni kuona pale ambapo mwenzangu ameishia nina uwezo wa kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya mwenzangu aliyekuwa madarakani. Kwa sababu nimekuwa nikiendesha harakati mbalimbali za kimazingira, watu wanafahamu, lakini pia nimekuwa nikiendesha harakati mbalimbali za hapa kwetu kwenye kata ya Njoro. Naamini kwamba uwezo wangu unajitosheleza kabisa kuona kwamba naweza kufaa kuwa diwani wa kata yetu nzuri ya Njoro. Sawa kabisa. Ukiangalia kata ya Njoro ni kata ambayo iko karibu na Same mjini, lakini pia inapitiwa na barabara kuu. Hauoni kwamba unapoenda kugombea unakwenda kupata wakati mgumu sana, kwa sababu ni maendeleo kwa kiasi kikubwa tayari yameshafanyika Njoro? Kama unakuwa na ufinyu wa mawazo, unaweza kufikiri kwamba kazi inaenda kuwa kubwa, inaweza kuwa ngumu kufanyika. Lakini kama una uwezo mkubwa wa kufikiri, Waingereza wanasema thinking capacity ni kubwa. Tunatumiaje barabara kuu kuwa fursa kwenye kata? Hapa Same na kwenye kata yetu sio maeneo ambayo ni mbali, lakini tunashangaa pale Same usiku watu wanakesha pale, watu wanauza vyakula na ni around barabara hii. Kwa nini rise wazo tukastopisha magari, watu wakalala kwenye magesti yetu, watu wakala vyakula vyetu kama ambavyo wanafanya Same? Kwa uchache huo tu kwanza tukianzia hapo kwamba kwa matumizi tu barabara kuu hii bado tunaona kama magari tu yanatupita, fursa zinapita, ambapo inataka tu mtu ambaye ni mbunifu tu kuweka wazo mezani likafanywa kazi, basi na maisha mengine yakaendelea. Safi sana. Umejibu vizuri swali hili, lakini pia kuna swali lingine kwamba unahisi ni kitu gani kipi ambacho unakwenda kukisimamia katika uongozi wako ili uonekane kuacha alama baada ya miaka 5? Labda kabla sijajibu swali lako, niwaeleze watazamaji wangu kwamba mimi nimezaliwa kuwa kiongozi. Unajua kuna kuwa kiongozi na kuzaliwa kuwa kiongozi, hivyo ni vitu viwili tofauti. Na nimekuwa nikifanya bunifu nyingi kwenye kata mnaona. Nimekuwa nikifanya bunifu, na hapa tuko kwenye bunifu wa mapinduzi ya kilimo, kwamba kutoka kwenye kulima mahindi tu tulime miti ya matunda, angalau tulime maembe, maparachichi, machungwa. Na nimekuwa nikifanya kampeni mbalimbali, na hata t-shirt tunaona nimevaa ni t-shirt ya kimkakati kabisa kampeni. Kwa maana hiyo yale mawazo sasa kwamba baada ya miaka 5 sasa tuone tumeshaweza kuwekeza baadhi ya michi ya matunda ya kutosha, tunaanza kuipressurize serikali kuhusiana na kujenga viwanda vya matunda. Kwa hiyo nawaza pia kufanya mapinduzi makubwa sana ya kilimo. Tuondokane na kilimo cha mahindi, tulime matunda. Lakini pia tuna mlima kama unavyoona hapo jirani. Huu mlima ni mlima unaonekana kama ni mlima tu kawaida, lakini kwangu mimi ambaye nimebeba maono haya, whatever ni diwani sio diwani, lakini haya mambo lazima tuwafikishe kwa sababu tunatumikia watu. Huu mlima tushapeleka proposal kwa ajili ya kumwagilia na kunyeshea, kwa ajili ya kufanya kuwa mlima wa kijani na mlima wa kuzalisha asali. Kwa mwanzo huo tu kwamba huo mlima wa kuzalisha asali tushakuwa na msitu mkubwa, tukiweka mizinga hapo, badala sasa ya kufanya tu mlima tu wa kuchungia na nini, unakosa mlima wa kuzalisha asali. Sawa kabisa. Sasa katika kumalizia, unaweza ukatuambia wewe unataka kuwa na mbunge wa namna gani endapo wewe utakuwa diwani wa Njoro? Mbunge ambaye nitahitaji kuwa naye kwenye kazi au nitaweza kumsema kwenye kampeni zangu ni mbunge ambaye takuwa anatengeneza foundation kati ya jimbo na kati ya wananchi na bungeni. Maana kazi ya kwanza kabisa ya mbunge ni kuwasemea wananchi bungeni, lakini pia mbunge ambaye atatunga sheria ambazo zitaweza kusaidia hawa wananchi kusurvive, kuwa na wanaita kuchanua, yani wawe na maisha bora. Lakini pia mbunge ambaye mbunifu. Mimi binafsi nataka mbunge ambaye ni mbunifu, anaweza kutembea akaenda China, akaenda Marekani, akaenda nchi akaona fursa
na akaichukua ile fursa na ikaleta kwenye jimbo. Ndio mbunge ambaye anamhitaji mimi kwenye mazoezi yangu haya. Haya, ni nini unalo la kutuambia tunapomalizia? Ninachoweza kuwaambia wakazi wa Njoro, huu ni wakati wa kufanya mabadiliko kwenda na Ebeneza sasa. Yaani kipindi hiki sasa ni kipindi cha kufanya mabadiliko, kwa sababu spidi za jimbo la Same, lakini pia spidi ambazo zinahitajika kwenye kata ya Njoro ni spidi ambazo Ebeneza anaweza kuvaa hivyo viatu, na tukakimbia mchaka mmoja mkubwa sana. Tukaona tuna kata yenye furaha, yenye amani, yenye uchumi mzuri. Wachaga nikuta Dar es Salaam wanasema akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Kwa hiyo ni vizuri vitu ambavyo vinaenda sawa. Tuhakikishe kwamba akili inakuwa kichwani, watu wanasoma vizuri, lakini pia watu wanakuwa na afya nzuri. Ndio kata ambayo tunahitaji, hiyo kata ambayo iko smart, watu wana fedha, watu wanatengeneza pesa na vitu kama hivyo. Lakini mwisho kabisa, moja vitu ambavyo vinaweza vikamnyima mtu kuwa tajiri ni ardhi. Ardhi tunao, ardhi bora sana, na maji tunayo. Kwa hiyo ni miundombinu tu, tutengeneze maji, tutengeneze pesa. Kama ni michicha, tupande michicha, machainizi tunaweza tukapanda michainizi, maekari kwa maekari, tukapandisha fuso, tukapeka Dar es Salaam. Lakini pia tuna ardhi nzuri, tunaweza tukalima mua. Sasa hivi ndugu yangu, Dar es Salaam ni 2500, mua moja ni shilingi 2500. Kwa hiyo tungeweza kuinvest hata kwenye mua tu na bado tukawa matajiri. Huo ndio wito wangu, kwamba tuondokeni na Ebeneza kipindi hiki cha msimu 2025. Basi mimi nakutakia kila laheri.